Waiting upon the Lord. Waiting upon the Lord. Sitaongea mambo na Pasaka, hata ingawa tuko kwa Pasaka issue. But I feel and I felt in my heart ya kwamba niongee kuhusu kuongoja Bwana. Na ninajua ya kwamba Mungu amenipatia hiyo neno akiwa na sababu. Kuna mioyo ya watu imeinama, kuna watu ambao wanasikia mambo hayaendi vizuri. Na that's the reason why ametumana. Kwa hivyo ninajua hata mimi mwenyewe nina feel katika moyo wangu ya kwamba tunahitaji kutiana moyo wakati huu. Tunahitaji kutiana moyo especially wakati huu tumefungwa. Nilikuwa nasikiza wakitoa statistics ya kwamba kuna watu wengi sana some of them are committing suicide, watu wanarukwa na vichwa, watu wameanza kupoteza akili kwa sababu hali zimekuwa ngumu. Mtu anaangalia kazi imeisha, lockdown ilikuwa last time, sasa alikuwa ameanza kupik tena imefungwa ingine. So mtu anaona there is no need of living. But I thank God, wale ambao wamngojeao Bwana watatiwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. And that's the reason why tumekuja, ndiposa tutiane moyo, ndiposa tuweze kutiana nguvu. Na ninajua ya kwamba our hearts are going to stand and will stand wakati huu kwa jina la Yesu. Kwa hivyo ningetaka tusome vitabu kadhaa, one of it being Psalms 27 and verse 14. Na msisahau tunaongea kuhusu waiting upon the Lord. Mimi ninajua hakuna kitu inakuanga ngumu kama kuongoja. Ushawahi kwenda mahali kuongoja? Especially kama ushawahi enda hospitali au kaenda police station au kaenda kwa seli. Unagojeaga mpaka unasikia hapana, afadhali uachane na hiyo kitu. Waiting is not easy. Waiting, wapendwa, sio rahisi. Na baraka na breakthrough ziko connected na waiting. Tafadhali shikeni hiyo. Baraka na nini? Na breakthrough katika maisha yetu ziko connected na waiting. If we lose hope or if we do not wait upon the Lord, there are so many things that we are going to lose. Na ndio maana naamini Mungu amenituma leo nikawaambie, let's continue waiting upon the Lord. Maana waiting is not easy. Ingekuwa rahisi hatugeambiwa tuongoje. But because it is not easy, that's why it was written in the Bible ya kwamba those who wait, not everybody who wait, but there are those who wait. But those who wait upon the Lord, there is something that God will do upon their lives in Jesus name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na hata ukisoma maandiko mahali kwingine, the Bible talks about ni wale watakaovumilia mpaka mwisho, hao wataokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Those who shall wait to the end, those who shall persevere to the end shall be saved. Hata mambo ya wokovu wapendwa, ninajua tunangoja Yesu akuje. Na nilikuwa nasikiza mhubiri mwingine jana akisema ya kwamba sio corona zitaisha. In fact, this is just a beginning. Maana maandiko yanasema nyakati za mwisho, yani hizi mambo zitakuwa ni kama kuumwa kwa mama ndio ajifungue, kuna birth pangs na zinakuwa na intervals. Nilisikia mzee mwingine akieleza siku moja ati alipeleka bibi yake hospitali wakiwa ameshikana mikono, na akawa anafurahia sana because he is going to be a father. In fact, if you are a father for the first time, unakuwa very excited, very extremely excited. Mimi nakumbuka wakati nilikuwa my wife alete Chris kwa dunia, I was excited. Na ni kwa sababu tulikuwa tumekaa miaka mingi bila mtoto. So huyo mzee alisema alipeleka mama wakiwa ameshikana mikono. But by the time mama alikuwa, unajua hizi hospitali za wakubwa wanadaga wanawekwa, sasa kuna kompyuta inaonyesha vile uchungu inatembea hapa, vile
kunafunguka. Sasa alikuwa anaangalia, ikikaribia kukuja anaambia mama, jitayarishe, inakuja ingine. Ilifika mahali mama akafukuza mzee, akamwambia toka hapa, kwenda kabisa. Hakuna kitu unanisaidia naye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wapendwa, those who wait upon the Lord, God shall renew their strength. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnanisikia? Yes. Hebu mahali ulipo usishout, abia jirani yako wait upon the Lord. Yes. So mhubiri huyu alikuwa anasema ati corona itaisha, lakini itakuwa replaced na his brother who is more worse than corona. Aya, mambo ambayo ni ya kupitisha, yani kukausha mioyo na mifupa ya wanadamu, they are going to happen. But what shall we do? Ni tufumilie mambo haya. One thing that God has promised, he is going to stand with us. He is going to release grace so that we may go through these things. Na tutuwekwe chini na mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Ngojea Bwana. Kama hali ni ngumu, don't tell God ya kwamba aondoe hali. Abia Bwana, nipe neema ya kuvumilia katika hali hii. Wakati Yesu alipozaliwa, Herod was looking for Jesus, the young child, to kill him. Lakini angalia, instead of Jesus Mungu kuua Herode ambaye anadhibiti his son, alifanya nini? Alipeleka Yesu Misri. Kwa hivyo mambo haya wapendwa, tuko nayo. Lakini wale ambao wanamngojea Bwana, those who trust upon God, God will still preserve them in Jesus mighty name. Bwana Yesu asifiwe. Abia jirani yako, God will preserve you. Amen. So Psalms, tumesema tusome kitabu cha Zaburi. Psalms 27 and verse 14. Maybe somebody can read for me if you are there. Psalms 27 verse 14. It says, wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thy heart. Wait, I say. Maybe you can begin hapo 12. Yes. Verse 12 says, deliver me not over unto the will of mine enemies. For false witnesses are risen up against me. Yes. And such as breath out cruelty. Verse 13, I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Amen. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thy heart. Wait, I say, on the Lord. Now, this is David. Wapendwa, huyu ni Daudi ambaye anaiba saburi hii. Na haibi hii saburi kwa sababu mambo yalikuwa mazuri. Things were very rough, things were very tight for him. And he is telling God, God, do not give me over to my enemies. Do not allow my enemies to rejoice over me. Bwana Yesu asifiwe. Usiruhusu maadui wangu wanaotafuta moyo wangu wafurahie juu ya kuanguka kwangu. Bwana Yesu asifiwe. So saburi hii ilipoandikwa, mwandishi hakuwa ameandika wakati mambo yalikuwa mazuri, lakini aliandika wakati mambo yalikuwa very bad, when he was almost giving up, when it is like there was no hope. But he wrote to God, God help me, stand with me, preserve me, allow not my enemies to rejoice over me. Because katika maisha ya mtu kunafikanga wakati, na usidanganywe, hakuna mtu awe mkubwa awe mdogo hananga nyakati zake za down moment. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu hananga his time of down moment, awe senior awe junior. There is a moment of your down moment. Kuna wakati unakuanga kwa bonde, maana maisha kuna milima na kuna kushuka. There is time uko kwa valley, na huo wakati tunahitaji neema ya kumngojea Bwana. Maana when you are most vulnerable, it is when you are weak, it is when you are down. Kama wakati huu kuna watu wanauliza Mungu wako wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu Mungu anaangalia, hajui atakula nini, hajui itakuwa namna gani kesho. Kuna wachungaji sahihi, mtu anaangalia na shida gani, what am I going to do? Nilisikia most of the pastors, kuna ukienda kwa hizi wanaita madhara ni wale watu wamerukwa na vichwa. Unakuta even pastors there.
unakuta wake wa wachungaji huko, because mtu amebeba huduma, yani imekuwa mzigo. Amen. Imekuwa mzigo, anaangalia, anaona is like there is no light at the end of the tunnel, mpaka vichwa inaruka. But those who wait upon the Lord, God is going to make sure hatutapatwa na mambo haya. And hata hii corona, wacha niwaambie wapendwa, you will not get corona because you take care of yourself as you think. Corona sio kujizuia sana nayo, ni kutumainia Bwana. Wakati kulikuwa na mapigo ya Mungu kwa Misri, Mungu alihakikisha kulikuwa na mpaka baina ya wa Misri na watu wake, Goshen. Ikawa Goshen. Mambo haya hayakuwa yanafika Goshen. And I want to prophesy over your life, because we are going to wait upon the Lord. Waiting upon the Lord means you are trusting him, because you can't wait if you don't trust. Bwana Yesu asifiwe. God is going to preserve us. God is going to preserve our family. God is going to preserve our lives because we are waiting upon him. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Daudi anaambia Bwana, God, lead me. Give me grace. Do not allow the enemies who looks for my life, or do not deliver me over to the wills of my enemies. False witnesses. Meaning wakati huu Daudi alikuwa anapitia dhihaka, kuna watu walikuwa wana accuse him falsely, na kuna watu walikuwa very cruel that were seeking his life, because part B says that. Lakini maandiko inasema hapo verse 14, but David said, I will wait upon the Lord. 14 says, wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Strength, mtu ambaye anatiwa nguvu katika safari hii ya imani ni yule ambaye huwa anagoja. If you have no ability to wait, huanga hautiwi nguvu. Nguvu haikujagi ukianzia. Nguvu inakujaga baada ya wewe kustahimili na kuogoja Bwana. Na ukienda kuzimia, then God releases grace to your life. He releases strength to your life. Bwana Yesu asifiwe. Na niseme namna hii wapendwa. If we can read from the book of John chapter 11 verse 1 to 7. Mwalimu tusome. Leo ni ibada ya kutiana moyo. John 11. Verse 1 to 7. John 11 says, verse 1. Now a certain man was sick, named Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Verse 3. Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. When Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. When he had heard, therefore, that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. Verse 7, then after that said he to his disciples, let us go into Judea again. His disciples said unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee, and goest thou thither again? Jesus answered, are there not 12 hours in the day? If any man walk in the day, he stumbled not, because he seeth the light of the day. Fikisha hapo mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. This is a very inspiring story of Lazarus and Mary and Martha. Tunaambiwa hapo ya kwamba Lazarus of Bethany was sick. Na no one who life ugonjwa, sickness will drain you. Kama kuna kitu huwa inashusha moyo na kudrain mtu ni ugonjwa, iwe kwako au kwa familia yako. It drains your heart, it drains your spirit, it drains your cash. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tunaambiwa Lazarus of Bethany, he was sick. And when he was still sick, Martha and Mary wakatumanisha Yesu, wakasema, ebu endeni mwambie Yesu ya kwamba our brother, a man that he loves, is sick. But Jesus did not respond. In fact, maandiko inasema instead of going to check Lazarus who was already sick, he tarried few more days.
It is amazing how God works. Wakati unafikiria Mungu atakuja, anagojeaga hali ikuwe baya so that ikikuwa baya zaidi afanye, unajua ni Mungu. Otherwise ingekuwa kama Lazarus angeenda apone, Yesu aende kama wakati alikuwa mgonjwa amponye, haingeonekana utukufu mwingi. But the waiting ile Yesu alitari ilisababisha huyu jamaa, instead of healing he died because God wanted to take more glory. They that wait upon the Lord, Bwana Yesu asifiwe, God is glorified with their life more. Mnanisikia wapendwa? Hiyo hali yako wapendwa, hii hali tunayopitia si ya kukumaliza. Niko na ushuhuda asubuhi ya leo, nitaenda kuwashuhudia kile Mungu amenifanyia. But what I'm saying is, they that wait upon the Lord, when we are on verge of losing hope, tuko pale tunashikilia kakamba, shetani anakuambia where is your God? If we continue holding na tuache kukataa na kudeny Mungu, God comes at the last minute. You will not be frustrated, you will not be disappointed, you will not be ashamed because umeprove kwa Mungu, God, I trust upon you. Bwana Yesu asifiwe. So, Yesu did not respond wakati alitumanishiwa. He waited. Na baada ya kugoja, actually the disease took its toll and Lazarus died. Na akakaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, hata akazikwa, akawekwa kule walikuwa anaweka wafu. Na akaanza hata kuoza. Maandiko inasema akaanza kustink. You can imagine. Uliambiwa ukuje uone mgonjwa hospitalini, umekosa kwenda wakati yako hai, umeenda wakati amenuka. What is that? Ni mtu mgani ambaye anaweza furahia kitu kama hiyo? Ni mambo ambayo yalikuwa ya kuvuja moyo kwa Mary and mother. Jesus, where were you? We called you when your friend was sick. Why are you coming now? He is dead. So wakati Yesu alipoenda, alikuta kukiwa na kilio, alikuta watu wakiwa chini sana because it was like it is gone. Unajua kuna hali unaonaga hii ni yale gametheko, hii imefika mwisho. Hii hata kama mnasema ya kisoreka ya kimwagika hayasoreki. Yaani Yesu anaenda anakuta watu wanalia, anawaambia you guys don't mind, he is not dead. And people are like, mtu anafutaga back. How he is not dead. He is akaambiwa he is dead and rotten. He is stinking in the grave. But Jesus said, I am the life and the resurrection. What do I want to say? What we term as an end, according to our human standard, it is not God's end. It is not God's end. Amen. Your end is not God's end. But your end is God's beginning. Yes. If you continue trusting and waiting and believing, Jesus spoke something powerful. Ya kwamba if you believe in me, those who believe in me, they will not die. Na ndio maana mnaona Wakristo hasisi hatukufagi. We transit. Abia jirani yako we transit. Yes, sisi hatukufi, we transit, we sleep. We sleep. Amen? Amen? Because we have life already. So everyone who have accepted Jesus, you have Zoe, you have life. You can't die. Ni huu mwili huwa unakufa, lakini sisi hatukufi. So akakuta watu wanalia. Ninaamini ya kwamba Wayahudi lazima kulikuwa na professional mourners kama Western. Watu ambao wanalia mpaka unaona hawa. Unajua Western ndio wanaliaga hata wale ambao sio relative. Mtu analia mpaka unaona huyu analia kuliko relative. Walikuwa wanalia, nafikiria kilio cha aina hii. Wanalia because the Bible says they were wailing and mourning and there was no peace, there was commotion. Na Yesu alipofika huko akawaambia, I'm the life and the resurrection, he is not dead, he will come back to life. Even Mother and Mary walifikiria it is in the last day ndio atafufuka. Wakamwambia Jesus, we know in the last time when you shall resurrect the dead, we know our brother will come back to life. But Jesus never meant in the last day. He meant there because he is life. He is life. He never meant sometimes to come. He meant then, there. That the situation will be corrected there. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Kuna mtu ninatia moyo. Yes. Wapendwa, tusipo embrace this word of God, yale mambo yanakuja. Yale mambo tunasikia kwa TV, kwa radio, it is going to blow our mind off. Tunaenda Quran bazaar, tunaenda Quran man. Lakini wapendwa, let's embrace the word of God. Let's wait upon God. Mungu anatujua, Mungu anatufahamu. Biblia inasema ya kwamba tumeandikwa katika viganja vya Mungu. Na angalia hii mkono yangu. Hii mkono siwezi maliza siku bila kuangalia sijui mara ngapi. Consciously and unconsciously. I don't know how many times naangalia hii mkono. Because mkono, this is my hand. Mnanipata?
Na kama tuko engraved on the palm of God's hand, how many times Mungu anatuangalianga? Every day. Mungu anakuangalia every day. Sometimes tunajisumbua na mambo mengine na Mungu anatushughulikia. Wapendwa, let's wait upon the Lord. Unanisikia wapendwa? Especially wakati kama huu. Kuna mambo unasikiza kwa radio, kwa TV, ukiamuka. In fact nowadays, hata ile swali huwa tunauliza wakati mambo unapigua simu, the first question that comes into your mind or comes into your heart, unajiulizaga nani sasa amekufa? Because yani kukufa imekuwa rahisi kuliko kuishi. Ukiona simu imetoka nyumbani, the first thing comes into your heart, sio kitu mzuri. Unafikiria nani anaweza kuwa amekufa? Sasa moyo huwa inatulia wakati unasikia sio kukufa. Nilikuwa nataka kuambia ng'ombe yetu tuma pesa tu. Sasa moyo inatulia because yani every day yale mambo yanatendeka yametufanya mpaka tuwe tuna anticipate mambo mabaya, lakini Bwana atusaidie kumngoja na kumtrust so that we can be preserved during this time. So Jesus told Mother and Mary, nipelekeni kwa kaburi, take me there. Sijui kama ni siku hizi Yesu angestahimili, kwa sababu nafikiria angepigwa mawe. Nipelekeni kwa kaburi, pelekeni hapo. So huwa najaribu kupiga taswira au kuimagine how the scenario was. Yesu akisema apelekwa kwa kaburi. So ninaona labda wengine walikuwa wanaulizana kwa moyo, sasa huyu mwanaume anataka kulilia kwa kaburi, what does he want to do? Because they could not believe. They believed ya kwamba Lazarus is dead and it is over. But when he was taken to the grave, mahali Lazarus alikuwa amelazwa, the Bible says he called Lazarus. Lazarus, come forth. Lazarus, come forth. Lazarus heard the voice of the Son of God. Lazarus heard the voice of God himself. Dead, disappeared. And he came out limping, jumping, bowed. Na alipofika kwa lango la kaburi, akasema afunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka kusema wapendwa namna hii, there is nothing that is beyond our Creator, nothing that is beyond our God. Let's continue waiting upon the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So what do I want to say wapendwa? The reason why nimewapatia mfano wa Lazarus na Mary and Mother, because this situation was so dire, ni kama ilikuwa mwisho. Death is like your end. Lakini we see, even in death situation, God still showed up and he provided solution. Kama hali yako bado haijakufa, na hata kama imekufa, God can still show up and bring solution in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abia jirani yako jipe moyo. Munanisikia wapendwa? Yes. Munanisikia? Yes. Let's continue waiting upon the Lord. Isaiah chapter 40 verse 1. But they that wait upon the Lord, wale wamngojeao Bwana, he shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kwa hivyo in life kuna levels. Kuna level ya walking, kuna level ya flying. Bwana Yesu asifiwe. Lakini all these levels, they come as a result of waiting upon the Lord. Kama uko kwa level ya walking, kuna watu wako kwa level ya walking, na kuna watu wako kwa level ya flying. Kama vile niliwaambia ya kwamba hata watumishi wa Mungu, kuna watumishi wanakuanga anointed, kuna wengine wanakuanga na manto, kuna wengine ambao they are not even anointed, they are assisted themselves. Like Elijah was assisted. Elijah system. That's why you see Elijah, nyakati za mwisho tutakuwa na hiyo spirit ya Elijah. It was a system. So what I'm saying is, kuna watu wako katika hii hali ya walking with God, walking with God, walking with God, walking with someone who is walking. He is not as fast as someone who is flying, right? So kama wewe unaona mwenzako ana fly, don't envy him. Mungu amemfikisha level ya flying because he has waited. There was a level he was walking with God. Lakini all these levels, Mungu huwa anatupitisha na tunasoma na tunasomeshwa, tukistahimili na tukipata masomo hayo, Mungu anatupeleka the other level. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ushuhuda yangu sitashuhudia kwa kamera, lakini nataka kusema hivi wapendwa. They that wait upon the Lord, God will come through for them.
God will come through. Mimi siwaambii hadithi, ninawaambia yale mambo mimi mwenyewe nimepitia in my life. Yaani unaangalia hali hivi unauliza God, where are you? Lakini ninajua mwenye aliniita, he who called me will come through for me. He will not allow me be ashamed nor be disappointed because I trust upon him. Maana kuna watu wanasemanga, nakumbuka tukiwa wachanga kwa wokovu tulikuwa tunasema Mungu nikiaibika ni wewe umeaibika. Na ni kweli wale watu wanamtumainia Mungu kweli kweli. They have become one with God. Ni kama do you know an ambassador does not live on his own expense? Do you know ambassador kama wa US hatumii currency ya Kenya? Huwa mnajua hivyo? Ambassador wa America hatumiagi currency ya Kenya. Na mahali anapoishi hiyo ardhi amepewa na nchi ya Kenya, sio Kenya. Na ndio maana hata askari ya Kenya akikimbisha mwizi afike kwa ambassadorial land, that's them. Huwezi kumpasu beyond there. Otherwise you begin entering into another country. Unanisikia? Yes. Akifika kwa nchi hiyo ya Amerika, hiyo kasehemu hata kama ni 50 by 100, hiyo ni nchi mzima. Ukiingia pale, you are deemed enemy of US. And the force that will fight you ni force ya Amerika. Sasa ukikibisha mtu aingie kwa hiyo, afaulu kuingia kwa hiyo, hata kama alikuwa ameua, mnaachana na yeye. Ameingia kwa serikali nyingine. Now that is who we are. We are ambassadors of Christ. Lakini wapendwa, hatujawahi elewa, hatujawahi grasp this concept ya being an ambassador. Ya kwamba an ambassador does not live on his own expense. He is provided by the government he represents. He is protected by the government he represents. If you fight him, you are fighting a government. Wapendwa, hatujawahi shika maneno haya ya kwamba sisi ni ambassadors. Lakini wakati tutaelewa sisi ni ambassadors, tutaacha kujisugua. Tuambie Mungu, let your government now take care of your ambassador. I am one. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mambo haya hayatokanagi na kutaka tu. We must understand how these things work. We must elewa how the kingdom of God operates. But I want to say this, wapendwa, wakati huu wa asubuhi ya kwamba let's wait upon the Lord. Let's continue waiting upon the Lord. Amen. God has his own time. Amen. Munanisikia? Mungu ako na wakati wake. Lakini shida tunaangaliaga hali. Unaona huyu inaharibika. Mungu uko wapi? Si ukuje. Mungu hatakuja wakati unataka. Atakuja wakati wake because he is God. Kuna mhubiri alisema ati hata Yesu hatakuja wakati tuna expect. In fact wakati tunatarajia akuje ndio hatakuja. Lakini wakati tunatarajia asikuje ndio atakuja. Kama sasa ninakumbuka 2000. Yesu watu walikuwa wanatarajia millennium. Yesu ameingia. Yesu alikuja. Hata unasikia sasa tumeingia millennium, hata nisikia watu wakisema ati alifanya namna hii akienda mbinguni. Mimi sijui, sijaiona mahali imeandikwa. Ati Yesu alisema hivi, aliinua mkono hivi akafanya hivi, meaning 2000. Sasa mimi hapo sijaiona, labda kuna mtu ashaiona mahali hapo. Kuna mtu ashaiona hapo. Ati Yesu aliinua kidole hivi akaonyesha hivi akasema hakuna kitu kama hiyo. Ni speculations za watu. Si ni kweli? Lakini all these things ni watu wana feel, things are getting out of hand. Jesus come back, but he did not come. And he is not coming at our own time of expectation. He will come at his own time because he is the King of Kings and the Lord of Lords. But they that wait upon the Lord, he shall renew their strength. Amen. They shall mount up. They shall mount up. Sijui kama mnajua ndege, na sijogei ndege bad, naongea kuhusu ndege hii, the Egypt. Ndege, the force that keep the ndege kwa hewa ni ile force waga inaitoa chini. Otherwise ndege huwa anaanza kutembelea chini. Na wakati anatembelea chini, kuna speed inafikanga, inakuwa hawezi kaa chini. Hata gari, kuna speed gari inaweza fika ifurahi. Sijui kama mnajua hivyo. Hata gari, hata ndege, kuna speed inafikaga, inakuwa sasa that speed haiwezi kaa chini tena. Ina engage another law. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka kusema hivi wapendwa. Sasa we are walking. As a church we are walking. We are walking. But a time is coming when we still continue walking and remaining faithful before God, waiting upon him. God will cause this church to begin flight. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini sasa wapendwa, kugoja tufika level ya kufurahi
ndio inakuwa shida. Na mnajua huku juu hakunaga congestion. Juu hakunaga congestion. Huku ndio kuna congestion. Hiyo level ya fly kuna a lot of forces ambazo umeondolewa. Lakini nayo kufika hapo kuna bidii utaweka. Kuna speed uta maintain until uanze kufly. Na ninaomba Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. So kuna another kitabu ningetaka niwapatie. 2 Peter chapter 3 verse 9. Leo we are going to read quite a number of books. 2 Peter chapter 3 verse 9. The Bible says, the Lord is not slack concerning his promises. Mungu sio, maybe mwalimu tusome 2 Peter chapter 3 and verse 9. God is not slack concerning his promises, as many men count slackness, but is long suffering towards us, not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Read for us, mwalimu. Verse 9 says, the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering to us word, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen. Kuna ahadi Mungu alitupatia. Kuna mtu ako na ahadi ya Bwana hapa. So the reason why tunaambiwa na maandiko ya kwamba God is not slack concerning his promises is because all of us we have promises from God. Si kweli? Kila mtu, hakuna mtu hana ahadi ya Bwana hapa. All of us we have promises. Na ikifika ni ahadi huwa inatufanya tufikirie Mungu ni kama he is not faithful, he is slow. Mnanipata? Ushawahi kuwa na njaa, especially wanaume, ukaenda ukaona mama ni kama anapika polepole? Nauliza wanaume, because mimi nimepitia hapo pasi. Ninaona kama mama Chris ndio anapika polepole sana. Ninaona hata naanza kukua irritated. Huyu mama haonagi kama ninakuwa na njaa. Okay, mimi sio wale wanaume wanaendaga wanakula na huko nje, alafu wanakuja kwa nyumba wakiwa wameshiba. Lakini sisemi ni mbaya, ni vizuri ukienda ukuta kanyama kula. Sawa? Sio vibaya. Lakini kuna wakati unaendaga unakuta umesunguka hujapata nafasi ya kukula, inabidi sasa ukuje ungojee sipiku. Na saa hiyo tumbo inakuambia, unaona ni kama uko na 3 days bila kukula. Mpaka unaanza kusikia vibaya. Wewe pika haraka, niko na njaa. Mnaonaga kama mtu wa kusikia njaa. Na sio ati ni njaa ya sahani moja. Ukikula unasahau. Mpaka unajiuliza nilikuwa nagobanisha yeye wani. Bwana Yesu asifiwe. So when there is an expectation of anything, there is always a temptation ya kufeel ya kwamba imedrag, ya kwamba imedelay. Haki Mungu, uko wapi? Usiruhusu niaibike, uko wapi? And that is the very time devil anakujaga na masauti. Anakuambia bwana, ulikuwa unangoja Mungu. Sasa watu watasema aje? Angalia, nilikwambia. Na unakuta hata wengine wanatumiwa watu wa discourage. Where is your God? Where is your God? Kwanza kutana na yule mtu ulikuwa umemwambia aokoke, akakataa. Mwambia nilijua tu you are useless. Unasikia kuisha. Sasa hiyo ndio watu wengine wanasikiaga kuachana na wokovu. Twenda kabisa. Niachane na hii makanisa hata na hiyo uongo. Na wacha nikwambie, kumbe ni wewe unawekwa kwa mizani. Mungu akitaka kudevelop your muscle, Mungu akitaka kudevelop your trust, because waiting, kuna mambo kuwait, kuna jenga ndani yetu. Kuna mambo hayawezi jengwa na njia nyingine isipokuwa waiting. Wale ambao mnajua nyungu zikitengenezwa, nyungu kuna stage ya nyungu ikitengenezwa inawekwa kwa shelf. Cooling shelf. Na kuna wakati wa heating, lakini shelf ni ya kuwait. Nyungu inakaa hapo mpaka inamea mabu. Ilisahaulika. Hata watumishi, kuna wakati wa shelf. Uliza jirani yako kama ako wakati wa shelf. Shelf uko hapo, mama Wini, hapo. Mpaka unashindwa, yani kwani nilisahaulika? Sio kusahaulika, hiyo waiting, kuna mambo waiting. Unajua hiyo stage ya nyungu kutengenezwa
katika hali ya waiting, bado ni process ya kujenga. Kuna hiyo inahitajika hewa iingie polepole, hii matope na nini ikauke slow drying so that ishikane. Ikishashikana inapelekwa kwa stage nyingine ya burning, iwe subjected to high level of heat so that istahimili. Bwana Yesu asifiwe. So kama uko kwa waiting room, kwa hospitali kuna kuwaka na waiting room. Ushawahi kuwa kwa waiting room? Unangojea udugwe sindano. Unasikia kama mlango kamefunguliwa, unasikia kutoroka. Wale mnaogopa sindano kama mimi. Naenda unaambia daktari, si unibadilishie tablet badala ya sindano unipatie. Daktari kwanza anakuambia, yeye nikakuta kabisa kingine ananilishawahi wapi. Wakati aliona ninaogopa na sindano. Kwanza aliniambia kwanza, wewe tunatakaga watu kama hao. Wewe ndiye tunataka. Wewe lazima udugwe. Sababu aliona ninaogopa. Sasa na wewe ukua kwa waiting, unagoja unaona huyu ametimiziwa, anakuja anashuhudia, mpaka unasikia wivu. Naanza kusikia wivu. Tumenunua gari ingine. Mungu ni wa kipendeleo sana. Hata unaanza kuona ni kama hii kuomba mingi ndio inafanya mtu asikupate. Unaanza kucontemplate, kupunguza. Hiyo yote ni majaribu ya mtu ambaye ako kwa waiting room. Bwana Yesu asifiwe. Apia jirani yako ngoja. Lakini tunasahau ya kwamba our processes are not the same. Kama wewe ni nyungu, utapitia all those stages. Kama wewe ni kijiko, kuna process utapitia. Si wapendwa, ni kweli? Unaangalia kanisani unasikia mtu anakuja anashuhudia, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwaambie, nimeona mkono wa Bwana. Na ile kitu anashuhudia inatoshana hivi kama mlima. Na wewe umeiombea, umefunga. No. Uko kwa waiting, dada endelea kungoja. Endelea kungoja. Wakati wako unaenda kufika. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Mungu amenituma leo nitie watu moyo, kwa sababu ninajua kuna watu sahihi, mtu ako kwa edge. Pia Mungu, hii mwaka Mungu usipokuja, haki mimi naona kama tutamalizana. Mimi nitaachana na hii kitu inaitwa wokovu. But I want to encourage you. Wait, still hold on. Amen. God is aware you are waiting. Uko kwa shelf. God is preparing you for great things. Amen. Hallelujah. Amen. Abia jirani yako ngoja. Woo, Jesus. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Hata huduma ndivyo hivyo pasa. Nilisikia mhubiri mwingine alifungua church na akawa wamekaribiana na church nyingine. Sasa kanisa kake wanaenda wanasoma ibada within, hata imeisha because hakuna mambo mingi, hata hakuna watu ni 3, 5. Sasa yeye alikuwa anasema wakati wa ibada wale wengine wakitoka ibada, unajua walikuwa kama 300 na hao ni watu 5. Sasa wanatoka mpaka anasikia kuwa tempted wafuge hii wa join hili. Because sasa anaangalia ni kama mimi sikuita, ni kama yule ndiye aliitwa. Ushawahi kuwa intimidated na unaongea kuhusu shida ya 3,000. Mwingine anakuambia unajua we nimemaliza mradi yangu ya milioni 5. Ngoja unasikia ni kama ni kukejeli. He want to provoke you. Sio provoking you. Ni waiting. Wait upon the Lord. Jitie nguvu. Hii ya watu 5 ndio itakuja kuwa ya watu 5,000. But you have to wait. Amen. Kuna processes. Mimi kuna mambo mengine wapendwa, wakati ulianzia kama yangetendeka there and then, mimi kuna classes ningeskip. Lakini nashukuru Bwana, imekuwa painful kwangu, kwa familia, kwa kanisa, but I have learned a lesson. I am better now than I was before. Amen. 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 Na wacha niwaambie, wakati nilifungua kanisa Kiang'ombe, mnajua washirika wangu wa kwanza walikuwa washirika aina gani? Nishawahi waambia. Zile cases nilikuwa naletewa ni kama hii. Mama fulani mtoto wake amepupuu kwa mlango ya nyumba yangu. Hiyo ni kesi inaletewa mchungaji. Ateteue. Ninyi mnacheka hapa. Washirika wangu wa kwanza walikuwa walevi. Hey.
Walevi wa mama wanaletea kesi za watoto kupupu kwa mlango ya nyumba. Huyu alisema na it was a stage. Ni tunakaa chini tuturuhishe. Uliona akipupu? Hapana pastor. Those were the cases. Na inabidi usifanye because it was then. Kama singeweza kustahimili level ya walevi, level ya wamama wanaletea kesi za ujinga, singeletewa nyinyi. Ningeletewa nyinyi wakati huo ningewa abuse. But I know the pain of having a member. Hata awe mmoja awe mlevi. Bwana Yesu asifiwe. Waiting. Kila mtu aseme waiting. Wait upon the Lord. Wewe utaendesha gari, but wait. Wacha sasa kama yako labda sasa hivi ndio inatengenezwa. Haina magurudumu pastor. Sasa unasema Mungu, leta vile iko. Ukiletoa kama haina gurudumu. Ukiletoa sasa kama haina gurudumu, utaanza kuuliza Mungu ayufe. Mtu anaendesha gari bila gurudumu. Sasa hivi inafungwa nati. Hiyo gurudumu zinafungwa nati. Hazijakaswa vizuri. Unaambia Mungu saa hii leta. Ikiletoa kama haijafungwa nati vizuri, si utafanya accident. Ambia jirani yako wait. Bwana Yesu asifiwe. Ifungwe nati vizuri zikaswe. Wafanye road testing. Waangalie rangi kama imeshika, uletewe. Ikiwa kitu mzuri. Lakini sisi tunataka Mungu niletee saa hii. Hebu enda uletewe ile kitu unataka saa hii. Uone vile kinakaa. Lakini those who wait upon the Lord, God make sure kile amekuahidia kitakuja kikuwa na meno, kitakuja kikuwa kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Wacha tuangalie 4 points. Benefits of waiting upon the Lord. Andika hivyo. Benefits of waiting upon the Lord. Leo nilisema nitafundisha mambo haya. Maana ninajua kuna watu mioyo yao iko chini. But I want to encourage your heart. Let's continue waiting upon the Lord. These are the benefits of waiting upon the Lord. Number 1, our strength is renewed and rejuvenated. Our strength is renewed and rejuvenated. Oh, that is English. Our strength is renewed. When we wait upon the Lord, kuna kutiwa nguvu. Watu hawatiwi nguvu kama hawajaongoja Bwana. Our strength is renewed and rejuvenated when we wait upon Him. Sasa wewe unataka kupewa nguvu gani na hujangojea Bwana? Ngojea yeye, atakutia nguvu. Our strength is renewed and rejuvenated. Wilson umeandika hiyo. Number 2, when we wait upon the Lord, we learn to trust upon Him. We learn to trust upon Him. Oh my goodness. Tunajifundisha kumtumainia. Ukiona wale watu wanakuwa na shida na trust, they have problem of waiting. Unasikia dada? Wale watu mnaonaga wako na shida na trust. Shida yao ni patience. They have no patience. They don't wait upon God. Kuna mtu anajuanga hata Mungu akikaa siku 10 atakuja tu. Hata unaona hana shida, hana haraka. Anakuambia mimi nimekuwa na Mungu, ninamjua vile anafanyanga kazi. I know he will come. Ngojeni wapendwa. Ni kama vile mama wa Yesu aliambia watu ya kwamba wakati divai iliisha walimuuliza itakuwa namna gani. Wakamwambia niko na kijana hapa na ninajua who he is. What you are going to do? Wacha niende niongee na yeye nione kama atafanya kitu. Na mama wa Yesu akaenda akaambia Yesu, divai imeisha. Yesu akamuuliza, you woman, what does that have to do with me? Bwana Yesu asifiwe. But the mother of Jesus knew Jesus was capable of doing something. Are we together? She was relaxed. She knew who Jesus was. Na akawaambia, whatever he says, msibishane, fanyeni kile atasema. Bwana Yesu asifiwe. Na ninashukuru Bwana. Those who know God hawatatahayarika. Sijui kama hiyo ni Kiswahili. Hakuna ile anxiety. You know, they know who God is. Mnalisikia wapendwa? They know who God is. They know what he is capable of doing because you have walked with him. Na ndio maana tulianza kwa kusema even stages of life we begin with walking. Those who walk with the Lord, walking. Before we come to the level of flying, we have walked with him. Tumejua yeye ni nani. We know what he is capable of doing. And when we wait upon him, our trust is developed. Our trust is developed. Bwana Yesu asifiwe. Number 3, andika hivi. God destroys our confidence to depend on the flesh.
Mungu ana patience au waiting, ndio huwa inaharibu mazoea ya kudepend, mazoea ya kutegemea nyama na ishoka na muscles. God destroys our confidence to depend on the flesh. Wale watu mnaonaga wako na shida ya kutegemea mwili na watu. Najua niko yako anafanyanga leo wewe. Unajua anafanyaga kwa KQ. Mimi najua hata msiponisaidia, hutasaidiwa. In fact, hata kama aniko yako alikuwa kusaidia mwalimu, hata kusaidia kama wewe unatumia nia Bwana. Unajua ni kwa nini? Aniko yako akikusaidia, he becomes your God. Kuna level wanadamu wakikusaidia, you begin bound to them. Kuna level kazi yako ikikukusaidia inaanza kuwa kama Mungu kako. Na ndio maana mnaona siku hizi watu kuja kanisa, hawezi acha kazi yake akuje kanisa. Maana hiyo kazi ni Mungu kwake. But God wants to destroy every area of our lives where we depend on the flesh for our help, where we depend on Egypt for our help. Bwana Yesu asifiwe. God destroys our confidence to depend on the flesh. The last one, God's glory is manifested in patience. Oh my goodness. Utukufu wa Mungu huwa unadhihirishwa katika subira, katika kuongoja yeye. God's glory is manifested in patience. Wewe unafikiria wale wanaume waliambiwa wajaze sijui ilikuwa drum ngapi za maji wakati wa Kana ya Galili divai ilisha. Wewe unafikiria kujaza birika hiyo moja ilikuwa inachukua dakika 5? It was taking time. Wanajaza amesema tujaze gapi? Wanaambiwa ni zote. Wanageza ingine inajaa zote. Ati alafu anawaambia baada ya kujaza anawaambia hebu choteni sasa. Does it make sense? But it was in the patience of waiting na kuobey the miracle manifested, the glory manifested. I want to say this, wapendwa, wait upon God. Ngojeni. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe kama wana Israeli. Musa amepanda mlimani. Just 40 days. Washatengenezewa Mungu atiwakurudisha Misri. Shaitani yashindwa kwa jina la Yesu. 40 days. 40 days. Hawana subira. Ati tunaona huyu mtu labda alikufia huko mlimani. Wanajaribu kujadiliana huko. Sasa nyinyi mnaonaje? Si tutengenezewe Mungu Mungu wa dama. Wa kuwarudisha wapi? Misri. Lack of patience. Patience space. Unasikia hivyo? Patience pace. So, kuna ingine ya mwisho ningetaka niwapatie. Na hii ndio ya mwisho kabisa. Hizo ni ngapi? Hebu soma nisikie. Number 2. Number 3. Hiyo ndio ya mwisho. Number 4. Number 5, it is in patience that we learn to possess our soul. It is in patience we learn to possess our soul. Umeshika hiyo? It is in patience we learn to possess. Unajua hiyo inamaanisha nini, Pastor Marika? Maandiko yanasema we possessing your soul, it is taking charge of your inward. Otherwise kile shetani anatafuta nyakati hizi za mwisho ni souls of men. Mnanishika? Souls of men. Kama kuna kitu kunaweza kuwa exchange na your soul, iwe money, devil will give you money, give him your soul. So, but it is in patience that we learn to possess our soul. We don't allow anything to take our souls through waiting. Otherwise, because of patience, you lose your soul to the devil. Hata wale vijana mnasikia wanauza souls. What do they lack? Patience. Mtu anasema anataka kutajirika na 20 years. Na baba yake ako na 80, hana kitu. Kijana anasema mimi nataka kuwa na kila kitu within 15 years. Na wanaume wanafikisha by the time ako 50 ndio wameanza kuona kama mwangaza ya maisha. Na ndio mnasikia hata wengine wakisema life begin at 40. Mnasikia hivyo? Lakini unakuta kijana ako na 23 anataka kuwa na kila kitu. Aendesha Range Rover na 23. But it is in patience we learn to possess our soul. Si Mungu awabariki. Amen. Tumebarikiwa? Yes. Sasa zima hii ndio